Na shetani amemwambia mwanamke ya kwamba hata wewe pia unaweza kumtawala mwanaume. Shetani amemwambia mwanamke ya kwamba hata wewe. Si ajabu wala usishangae hata sasa ndoa nyingi mwanamke anaongoza wala mwanaume hana mamlaka kabisa. Ewe mwanamke, ndoa yako haina amani hata sasa kwa sababu haujaamua kukaa katika nafasi yako. Shetani amejificha katika haki sawa. Shetani amejificha katika gender feminism movement. Amejificha katika 50 kwa 50, 50-50. Hata katika mambo ya Mungu 50-50. Hata kama dunia ijapotumia sheria kuweza kuhalalisha 50 kwa 50 haki sawa, haitaweza kuwepo kwa sababu hakuna ambaye yuko juu ya neno la Mungu. Ikiwa kama neno la Mungu limesema mwanamke atatawaliwa, hakuna cha 50 kwa 50. Kila mmoja akae katika nafasi aliyopewa. Ninazungumza mambo magumu na mambo ya kiroho kabisa ambayo wengi pengine watanishambulia, lakini sina budi kuyazungumza kwa sababu upotevu ambao ninauona ni kwa sababu ya mwanamke. Wanaume wengi wameanguka kwa sababu ya mwanamke. Kuvaa kwa mwanamke, mwonekano wa mwanamke umeangusha wengi. Lakini sasa Bwana ameona na Bwana anapiga kelele. Mwanamke, kaa katika nafasi ambayo Mungu amekupa. Jistiri, acha kutembea uchi. Pita Facebook uone, pita katika mitandao ya kijamii. Imekuwa kama fashion. Dunia imenyamaza, inaona yes this is good. Ushoga unashabikiwa, yes this is good. Nchi nakubali, viongozi wanakubali, this is good. How comes watumishi wa Mungu tukanyamaza? Tutazungumza ukweli. Tutazamapo dhambi katika nchi, tutaizungumza hadharani. Tujapoonekana ya kwamba hatuna hekima, bali tunazungumza vya Mungu. Ole wake taifa lenye dhambi. Bwana anazungumza, ole wake taifa lenye dhambi. Hapa kilichojificha tu ni shetani kumuwinda mwanamke kama lango dhaifu ili kupenyeza roho yake mwanamke asikae katika nafasi yake, na matokeo yake shetani amkokotee katika jehanamu ya moto. Tamani sana kujua kila ambacho umeandikiwa. Someni katika kitabu hiki muweze kufahamu ya kwamba mmeandikiwa nini wanawake. Ndio maana ukifuatilia vizuri hapa katika maandiko tangu mwanzo mpaka Ufunuo, mwanamke hajatajwa sana. Maana mahali alipokuwa anaonekana mwanaume alikuwa anamwakilisha mwanamke. Hata Yesu alipobadili mikate na samaki kuwa wengi makutano wakala, maandiko quotation iliyofanyika pale ni wanaume. Yani ina maana anapozungumziwa mwanaume na mwanamke yupo. Kwa nini? Kwa sababu kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mwanamke kuvaa suruali ni kawaida. Na ni mchungaji, si umwangalie amevaa suruali mwanamke anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni mke wa mchungaji amevaa suruali. Ni dhambi mwanamke. Hakuna suruali ya kike. Suruali ni suruali. Unisikie na unielewe. Acha mara moja. Ikiwa kama unataka kumuona Bwana na Bwana ajenge makao ndani yako, tamani kujengwa katika utakatifu wa mwili na roho.